Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Kishki TV. Hapa ni katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tuko hapa kwa ajili ya kuwapokea wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao wametoka katika miji mitakatifu ya Makka na Madina chini ya ofa ya Al Hikma Foundation. Utafahamu kwamba siku ya tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka huu katika mashindano makubwa ya Qur'ani mabara yote ulimwenguni pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Al Hikma Foundation ilitoa ofa ya kuwapeleka watu kwenda kutekeleza ibada ya umra kule katika miji ya Makka na Madina. Wale ambao walijitoa katika kuhakikisha kwamba mashindano ya Qur'an yanafanyika kwa ubora wa hali ya juu. Wapo ambao walitumikisha miili yao, walifikirisha akili zao, hususan wale ambao walijitolea, lakini wapo pia wale ambao walihudhuria katika uwanja na wakapata nafasi hiyo ya kwenda kutekeleza ibada hiyo. Awamu hii kumbuka kwamba idadi ya watu ambao Al Hikma Foundation iliwaahidi kuwapeleka katika ibada ya umra walikuwa ni 11 na tayari wawili waliweza kwenda katika mwezi uliopita, mwezi wa 7, na katika siku hii leo tumewapokea hapa wageni wa Mwenyezi Mungu 4, lakini pia fahamu kwamba 3 watasafiri mwezi ujao wa 9 na wengine 2 watasafiri mwezi wa 11. Tuko hapa kwa ajili ya hao watu 4 ambao tayari wamewasili hapa katika kiwanja hiki cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam. Habib, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa barakatuh. Tuambie jina lako, unaitwa nani? Naitwa Seif Abdallah Sefu, ni miongoni mwa volunteer kutoka Al Hikma Foundation. Mashallah, Al Hikma Foundation iliahidi na imetimiza. Umekwenda kutekeleza ibada ya umra, leo umerejea. Tuambie kwanza ziara yako kwa ujumla umeionaje? Alhamdulillah, ni hisia ambayo haielezeki, sababu kuona Al-Kaaba kwa macho ni kitu ambacho hisia hakiwezi kuelezea, lakini pia tulipata nafasi ya kuzuru sehemu mbalimbali Makka, pamoja na baada ya ziara Makka tukaenda Madina, kisha tukakamilisha ziara hiyo siku ya jana na leo hatimaye tumerejea. Ni kitu gani ambacho umerejea kitabaki katika kumbukumbu kwenye maisha yako yote katika ziara hii ya umra? Wallahi, Al Hikma Foundation itabaki kwenye kumbukumbu zangu kwa sababu sikutegemea kupata nafasi hiyo. Utegemea kwa mwaka huu tulikuwa zaidi ya volunteer 1300, lakini tukapatikana sisi ambao tunaonekana na taasisi. Kwa alhamdulillah, Al Hikma Foundation itabaki katika kumbukumbu zangu. Shukrani sana, barakallahu fik. Allahumma amin. Usisahau kwenye dua inshallah. Haya. Habib, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani ndugu yangu? Naitwa Isa Muhiddin Makongo. Sheikh Isa, tuambie Al Hikma Foundation iliahidi, imetimiza. Umekwenda kutekeleza ibada ya umra. Kitu gani ambacho unaweza ukashia nasi huwezi kukisahau katika ziara yako hii? Alhamdulillah, nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala amenijalia kwenda Makka katika mji mtukufu wa Mukarrama, kwenda katika mji mtukufu wa Makka na kwenda kufika salama na kurudi salama. Alhamdulillah, kwa kitu nilichojifunza kule ni kwamba ni ngumu ni kuielezea kwa maneno, maana kuiona Kaaba ni jambo kubwa sana na ni neema, maana ni watu wengi wanatamani kuja kwenda kufanya ibada ya umra au hija, lakini Allah hajawezesha. Kwa ufupi nasema alhamdulillah. Ulipofika Raudha, niambie nini kilikuja katika fikra yako baada ya kuambia bwana tuko Raudha, kaburi la mtume lile pale Madina hiyo? Jambo la kwanza nimekumbuka taasisi yangu pendwa ya Al Hikma Foundation. Nimeiombea dua nyingi sana, Allah wajalie kila la kheri, wazidi kufanya mambo ya khairat kama haya, wazidi kuwafanyia mambo ili mradi hata mwakani waende watu wengi sana. Na siwezi kusahau kutoa shukrani zangu za dhati kwa Al Hikma alumni ambao wameweza kunipa nguvu au kuungana katika kufanya mambo ya khairati. Kwa kweli nasema jambo lolote ukifanya la khairati, Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa kwa njia yake yoyote ajua yeye. Shukran. Wa anta kadhalik. Habib, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mabruk habib. Hongera. Shukran. Tuambie Allah amekufikisha, umetoka kwenda kutekeleza ibada ya umra, umerejea hapa. Kipi ambacho kitabaki katika kumbukumbu zako katika safari hii muhimu sana? Twende kumshukuru Mungu kwa safari yangu yote iliyotimiza. Yote tuliyofanya kule mazuri, yani ni mengi zaidi ile sishindwa hata kuelezea. Okay. Jambo gani moja litabaki kwenye kumbukumbu yako kwenye maisha yako yote katika safari hii ya umra? Nilipambana sana kushika lile jiwe jeusi lile, yani kwamba nilishika lile. Nilishika, nashukuru Mungu wala. Sisi Mashaallah. Neno lako Al Hikma Foundation kwa hichi ambacho umefanya. Nashukuru sana Al Hikma Foundation kwa juhudi walizozifanya kupambania, maana haikuwa rahisi, ila bahati tu imetokea, imeniangukia inshallah, na Mwenyezi Mungu amenihitaji nimeenda kushiriki baadaye. Shukran sana. Barakallahu fik.
Mtazamaji, miongoni mwa wale ambao tumewapokea wageni wa Mwenyezi Mungu, wanaume walikuwa ni 3, tayari umewasikiliza. Hapa tuko na dada yetu mmoja, naye alipata nafasi hiyo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Hongera. Nashukuru Mungu. Umetokea kundi gani katika wale volunteer? Nimetokea katika kundi wale wa namba. Wewe ni katika wale wa namba? Mimi katika wa namba, nilipata namba 25. Okay. Allah amekufikisha, umeenda umra. Kipi ambacho umeweza kuenjoy sana katika safari hii? Kitu nilichokikariri, namshukuru sana Mwenyezi Mungu, sikutegemea kama nitafika Maka. Namshukuru Mungu nimefika Maka, nimeshika mpaka kaburi la Mtume. Sikutegemea kama nitafika Maka mimi. Kwa hiyo namshukuru Mungu mpaka kuniwezesha mpaka nimefika Maka. Naomba shukrani zangu kwa hikima yote, Mungu akujalieni kuzidisheni baraka leo hapa duniani mpaka kesho ahera. Wageni wa Mwenyezi Mungu hawa ambao ni sehemu ya ile ofa ya Al Hikma Foundation. Utafahamu kwamba siku ya tarehe 1 mwezi wa 3 kunako mashindano makubwa ya mabara yote ulimwenguni hidi kuwapeleka umra hasa wale ambao walijitolea, na tayari kwa siku ya leo katika watu 11 ambao wameahidiwa kwenda kutekeleza ibada ya umra, tayari 6 wameshaenda, kwa maana 2 mwezi uliopita na 4 ndio leo, lakini pia 3 watakuwa ni mwezi ujao wa 9 na 2 waliobakia itakuwa ni mwezi wa 11. Al Hikma Foundation ikiahidi huwa inatimiza kwa uwezo wa Rahman. Asante kwa wote ambao walikuwa nasi. Nyuma ya kamera alikuwa ni Hoseni Omari Bakari Almasi Hoba, lakini pia alikuwa naye ndugu yetu Awadhi Jumbe. Mimi ni mwana wa Maalim Mashi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kishki TV, nuru ya dini yako.